Mtazamaji, nikiwa bado nimesalia hapa katika viwanja vya 88 Nyakabindi, nimeweza pia kupata fursa ya kuzungumza na katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania, Matayo Daniel. Ameweza kueleza pia juu ya tukio hili litakavyokuwa. Sababu pia ya kuishukuru wizara pamoja na rais wetu. Haijawahi kutokea Tanzania serikali ikatenga bilioni 28.1 kwa ajili ya chanjo. Lakini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan mpaka hivi sasa tunavyozungumza, vifaa vimeshasambazwa kwenye wilaya kwa ajili ya kwenda kuchanja mifugo yetu. Na mkumbuke kuwa kwa nini huwa hatuuzi nyama nje ya nchi ya ng'ombe? Ni kwa sababu hatuna hati safi ya kuuza nyama nje ya nchi. Lakini kupitia kongamano hili tunakwenda kuzindua chanjo ya mifugo pamoja na kutambua mifugo yetu ili sasa tuweze kupata masoko ya kimataifa. Yawezekana watu hawajui huu utambuzi, watu wamechukulia tofauti, lakini utambuzi huu utakwenda kufungua masoko ya kimataifa. Kwa sababu wenzetu huko duniani, niseme duniani, wao hawawezi kula kitu ambacho hana historia nacho. Sasa kupitia utambuzi huu na uchanjaji huu unaoendelea kwa sasa, ambao tunakwenda kuzinduliwa tarehe 16, mifugo yetu sasa itakuwa inatambuliwa, mifugo yetu itakuwa ina chanjo. Kwa hakuna mtu atakayekuwa sasa na wasiwasi na ng'ombe zetu. Kwa tutapata fursa ya kuuza nyama nje ya nchi na tutaenda kuongeza thamani ya mifugo yetu. Majosho kwa ajili ya kuogeshea mifugo lakini pia sio tu majosho, tumia dawa za kuogeshea mifugo. Lita 52,000 mpaka sasa zimeshasambazwa nchi nzima. Lakini majosho 754 yameshajengwa kwenye maeneo ya wafugaji. Lakini isitoshe, tumepokea madume kwa ajili ya kuboresha koo safu za mifugo kwenye halmashauri 8 nchini. Lakini haitoshi, ukienda kwenye shamba la Mabuki yamenunuliwa mifugo ng'ombe kwa ajili ya kuja kuzalisha. Kwa tuna kila sababu ya kufanya kongamano kwa ajili ya kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyoona uwanja huu umependeza. Tutakuwa na maonyesho ya mifugo, lakini pia tutakuwa na wauzaji na wasambazaji wa pembejeo zote zinazohusiana na mifugo. Lakini sio hilo tu, chama cha wafugaji pia tunatarajia kwenda kuzindua kifurushi maalum cha bima ya afya. Kwa kupitia kongamano hili, ni waombe wafugaji wote nchi nzima waweze kuhudhuria, lakini kwa wale ambao watakuwa mbali waweze kusogea kwenye runinga zao, maana kongamano hili litakuwa live na itakuwa ni kongamano la kihistoria. Lakini cha mwisho, tutakuwa na makampuni ya matrekta ambao chama cha wafugaji tumeingia nao mkataba kwa ajili ya kukopesha wafugaji wetu matrekta ili kwenda kulima malisho. Tunataka tuibadilishe sekta ya mifugo kufuga kisasa na kuondokana na ule ufugaji wa kizamani unaokwenda kusababisha migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Kwa hiyo kongamano hili tunatarajia kuwa na matokeo mazuri sana huko mbeleni. Tutakuwa na utoaji wa elimu wa ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo tunakwenda kuleta mabadiliko chanya kwenye sekta yetu ya mifugo. Kwa hilo ndio lengo letu kubwa. Lakini kwenye kongamano hili tunatarajia mgeni rasmi ambaye atakayefungua ni Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM na mgombea mwenza. Lakini niseme tu ndo makamu wa rais ajaye. Kwa hiyo ni bahati ya kipekee kongamano kufunguliwa na viongozi wakubwa wawili. Atafungua Dr. Nchimbi, lakini atafunga Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni upekee wake, toka nchi hii izaliwe hakuna rais aliyekaa na kuzungumza na wafugaji. Haijawahi kutokea. Kwa kama wafugaji tuna shauku na tuna hamu kubwa sana ya kuonana na kuzungumza na mpenda wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ametupa thamani kubwa sana kama wafugaji. Marais wengine wameonana na taasisi zingine, wameonana na machinga, boda, lakini wakulima, watu wa madini, lakini sisi hatujawahi kupata hii fursa. Lakini kupitia kongamano hili sasa tumepata fursa ya kuzungumza na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni kongamano la kipekee na la kihistoria nchini Tanzania.